Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, ukiambiwa Simba ni dude kubwa, ukiambiwa Simba ni timu ya kimataifa, usibishe. Cha msingi tu ni kulike video yetu hapa ili tuende sawa kuweza kufahamu nini ambacho kinaenda kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026. Tumeweza kukusogezea story hapo siku ya jana kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kutanua mbawa zake kunako anga za kimataifa, hususan katika bara la Ulaya, ambapo tulimshuhudia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji aliweza kufanya ziara yake katika nchi ya Ujerumani katika klabu ya VfB Stuttgart ambayo inashiriki ligi kuu pale nchini Ujerumani. Hii nikiwa sehemu ya kuitangaza Simba kimataifa na kuingia makubaliano na klabu ya Stuttgart kwa ajili ya kuweza kushare vitu mbalimbali, ikiwamo kucheza mechi za kirafiki, ikiwamo kuuziana wachezaji. Kwa hiyo hii yote ni mipango ya mwekezaji ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka Simba Mohamed Gulam Dewji. Sasa tukirudi nchini Tanzania, tunaona klabu ya soka Simba kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025-2026 kupitia taarifa ambayo aliweza kuitoa ni kwamba mzabuni ambaye alikuwa akitengeneza jezi Sunderland All One, mkataba wake na Simba ulikuwa unamalizika mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo Simba wakaweza kufungua akaunti zao kwa ajili ya wazabuni kuweza kutuma request ama kutuma maombi yao kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya Simba kuelekea katika msimu ujao, yani mwaka 2025-2026, ikiwamo jezi za Simba, bila kusahau jezi za mazoezi sambamba na soksi na vifaa vyote vile ambavyo Simba watakwenda kuvitumia kwa ajili ya mazoezi. Sasa habari kufikie ni kwamba Simba waliweza kupokea maombi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kuna makampuni makubwa nje ya Tanzania na makampuni ya kitanzania ambayo walijitokeza kwa ajili ya kutaka kutengeneza jezi mpya za klabu ya soka ya Simba. Sasa habari njema ni kwamba Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kupata dili kubwa, ambapo dili hili litaifanya klabu ya soka ya Simba kuwa klabu namba 1 Afrika ya Mashariki ambayo inaingiza fedha zake kupitia vifaa, yani fedha nyingi kupitia utengenezaji wa vifaa vyake, ambapo taarifa ni kwamba imetolewa ni kwamba Simba watakwenda kupata zaidi ya bilioni 30 kwa muda wa kipindi cha miaka 5, kwa hiyo bilioni 6 kila mwaka kutokana na hiyo tenda ambayo wameweza kuipata kwa ajili ya kutengenezwa jezi zao. Sasa taarifa ni kwamba mkataba mpya wa mzabuni wa Simba wa jezi na usambazaji wa jezi vifaa ni balaa kweli kweli, ambapo Simba inaenda kuwa klabu inayoingiza pesa nyingi zaidi kutokana na mauzo ya jezi na vifaa vyake Afrika Mashariki na Kati. Unavyoambiwa ndio sababu iliyomfanya mdhamini mkuu ambaye kwa sasa anakwenda kuidhamini klabu ya soka ya Simba Mbet kuamua kujitoa, kwa sababu ikumbukwe Mbet ndio mdhamini mkuu wa klabu ya soka ya Simba, lakini tunaona fungu ambalo aliweka ndani ya klabu ya soka ya Simba ni bilioni 26 kwa kipindi cha miaka 5, na yeye ndio mdhamini mkuu. Sasa anakuja mtu ambaye anatengeneza vifaa vya jezi, kwa hiyo amelizidi dau lake. Kwa hiyo kwa upande mwingine ndio sababu ambayo imemfanya Mbet kujitoa kuidhamini klabu ya soka ya Simba kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2025-2026. Na habari ni kwamba makampuni makubwa duniani ambayo yanatengeneza vifaa vya jezi katika mataifa mbalimbali yameweza kujitokeza kwa ajili ya kuomba tenda ndani ya klabu ya soka ya Simba. Ikumbukwe Simba ni brandi kubwa ambayo yenyewe pia imejenga kimataifa, lakini ndani ya Tanzania napo pia kuna makampuni makubwa ambayo pia yanaweza kutoa fedha kwa ajili ya kubuni jezi mpya na vifaa vya michezo vya klabu ya soka ya Simba kwa msimu ujao. Kwa hivyo Simba msimu mpya watakwenda kuvuna bilioni 30, ambapo fedha hizi ni kwa ajili tu ya utengenezaji wa vifaa vyao. Kwa ni habari njema hususan kwa mashabiki wa klabu ya soka Simba, hususan Simba jinsi ambavyo kwa sasa inapiga hatua ndani ya Tanzania hata nje ya mipaka ya Tanzania kuweza kujitengenezea wigo wake mkubwa wa kuwa na brandi kubwa ambayo inayofanya kuingiza fedha kubwa kwa mwaka, ani mapato makubwa kwa kutokea katika historia ya Afrika Mashariki na Kati, timu kuweza kupata mzabuni mkubwa wa kuweza kutengeneza vifaa ndani ya miaka 5 kuingiza bilioni 30. Bwana, kama mdau wa Simba umeweza kufurahishwa na taarifa hii, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kulike video yetu, alafu twende kwenye comment section katuambie katika 100% Simba Sports Club unaikubali kwa 100% ngapi?